Rais wa Marekani Donald Trump ameibua upya taharuki ya kimataifa baada ya kueleza wazi kuwa kuna uwezekano wa Marekani kuanzisha tena mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Irani, akisisitiza kuwa hatua hiyo itategemea mwenendo wa Teherani katika siku zijazo. Akizungumza na waandishi wa habari katika West Palm Beach, jimbo la Florida, jana Jumamosi, Mei 2 mwaka 2026, Trump alionyesha msimamo wa tahadhari lakini wenye ujumbe mzito wa kisiasa na kijeshi, akisema kuwa Marekani iko tayari kuchukua hatua kali iwapo itaona kuna tishio lolote kutoka Irani. Katika maelezo yake ya kina, Trump aliepuka kutaja vigezo mahususi vitakavyosababisha mashambulizi hayo, jambo ambalo wachambuzi wanasema ni mkakati wa makusudi ili kuiacha Irani katika hali ya sintofahamu na presha ya kisaikolojia. Katika kauli yake, Trump alisema kama watafanya vibaya au kama watafanya kitu kibaya. Imeonekana kuwa na tafsiri pana inayoweza kujumuisha mambo mengi, aidha kuanzisha mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya maslahi ya Marekani, kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za Iran katika eneo la Mashariki ya Kati, hadi kuendelea na programu za silaha ambazo Washington inaziona kama tishio. Kwa sasa taarifa mbalimbali za kiintelijensia zinaonyesha kuwa hali ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati imekuwa katika kiwango cha juu cha tahadhari. Marekani imekuwa ikiimarisha uwepo wake wa kijeshi katika maeneo ya kimkakati, ikiwemo katika Ghuba ya Uajemi, huku vikosi vyake vikiendelea kufanya doria na maandalizi ya haraka ya kujibu mashambulizi. Wakati huo Irani nayo inadaiwa kuendelea kujiandaa kwa uwezekano wa mzozo kwa kuhamisha silaha, kufukua makombora yaliyokuwa yamefichwa na kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga. Mvutano huu haujatokea ghafla, bali ni sehemu ya historia ndefu ya uhasama kati ya Marekani na Irani. Tangu kujiondoa kwa Marekani katika makubaliano ya nyuklia mwaka 2015, uhusiano kati ya mataifa hayo mawili umeendelea kuzorota. Vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Washington dhidi ya Teherani vimeathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa Irani, huku Irani nayo ikijibu kwa kuongeza kasi ya shughuli zake za nyuklia na kupanua ushawishi wake wa kijeshi katika nchi kama Iraq, Syria, Lebanon na Yemen. Kauli ya Trump inakuja wakati ambapo washirika wa Marekani, hasa Israel pamoja na baadhi ya nchi za Ghuba, wamekuwa wakionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la nguvu za kijeshi za Irani. Israel imekuwa ikionya mara kwa mara kuwa haitasita kuchukua hatua za kijeshi kuzuia Irani kufikia uwezo wa silaha za nyuklia, na mara kadhaa imeripotiwa kufanya mashambulizi ya siri dhidi ya malengo yanayohusishwa na Irani katika maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati. Kwa upande wa Irani, viongozi wake wa juu wameendelea kusisitiza kuwa hawataogopa vitisho vya Marekani. Kauli kutoka kwa uongozi wa Teherani zimekuwa kali, zikieleza kuwa nchi hiyo iko tayari kujibu kwa nguvu yoyote mashambulizi yatakayofanywa dhidi yake. Aidha, Irani imekuwa ikijaribu kuonyesha uwezo wake wa kijeshi kupitia majaribio ya makombora na maonyesho ya nguvu za kijeshi, hatua ambazo zimekuwa zikiongeza wasiwasi kwa jumuiya ya kimataifa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kauli ya Trump inaweza kuwa na madhara makubwa ikiwa haitasimamiwa kwa tahadhari. Wanasema kuwa lugha ya vitisho vya kijeshi inaweza kuongeza hatari ya makosa ya kimahesabu, ambapo tukio dogo linaweza kusababisha mzozo mkubwa wa kijeshi. Ingawa bado hakuna hatua ya moja kwa moja ya kijeshi iliyochukuliwa, uwezekano uliotajwa na Donald Trump unaweka wazi kuwa hali inaweza kubadilika haraka kulingana na matukio yatakayojiri. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo haya, huku juhudi za kidiplomasia zikihitajika zaidi kuliko wakati wowote ili kuzuia hali hii isigeuke kuwa mzozo mkubwa wa kijeshi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.